Inawezekana wewe ni miongoni mwa watu wanaojiuliza, kwa nini viongozi wa serikali, tena wanaotoka chama kimoja, wamekuwa na mitazamo tofauti kuhusu mikopo ya serikali? Wengine wanasema mikopo hiyo ni mzigo unaotupeleka shimoni, lakini wengine wanaiona kama ni nguzo ya maendeleo yetu ya baadaye. Tunakopa kujenga, tunakopa kuitengeza nchi. Mwingine huko asiyejua anasimama, hii serikali ya kazi kukopa tu. Kwani tunakopa kwenda kununua sare za harusi? Tunakopa kujenga reli, tunakopa kujenga barabara, tunakopa kujenga mashule na huduma za afya. Ndio mambo ya ajabu sana. Kwani shule zote zilizojengwa Tanzania na watu wote waliojenga mahospitali walienda kukopa? Mamikopo yao kule ya ovyo ovyo ya wizi, serikali inakuja kulipa. Yaani hapa mimi nimeshaona ufisadi mkubwa unaelea tu. Kwa hiyo mtandikwe tu hayo madeni, shauri yenu. Juzi mama ameenda kukopa 1.3 trillion. Deni. Hivi sasa deni letu 70 trillion. Hivi jinsi wasome. Kuna siku nchi itapigwa mnada. Hakuna ubaya kwenye hilo. Lengo ni kusimamia misingi yetu, kuhakikisha hatubinywi, uchumi wetu unakuwa, mikopo tunayochukua ni mizuri na uchumi ukue, kila mmoja anufaike. Tanzania ni miongoni mwa nchi 10 barani Afrika zenye deni kubwa zaidi. Deni letu la ndani na la nje linakaribia trilioni 100. Je, kama serikali ina mpango gani wa kulimudu deni hili? Wakati ripoti ya mkaguzi mkuu wa serikali ilionyesha kwamba taasisi na mashirika mengi yanaendeshwa kwa hasara. Niwaondolee hofu wa Tanzania. Hamna siku Mtanzania atagongewa nyumbani kwake na mkusanya madeni kwamba unadaiwa hapa nchi yako ilikopa. Hamna siku hiyo. Haya ni matumizi ya serikali. Haya ni matumizi ya serikali, yatakuwepo kwenye bajeti za serikali, kwa sababu hicho ndicho ambacho kinafanya nchi inakopa kwa kuangalia bajeti za serikali. Sasa wenzetu wanaenda huko wanaanza kumwambia mwanakijiji aliyeko kule, ninyi hapa mnadaiwa, ninyi hapa mnadaiwa. Labda wao ndo wanawadai ile michango ya kwa ajili ya kuendesha vyama vyao vya siasa. Nini kinatokea nchi inaposhindwa kulipa mikopo hiyo? Kuna wakati utakuwa hauwezi kulipa, unageuziwa sharti lingine. Kama huwezi kulipa, basi tukabidhi bandari tuiendeshe. Usiwezi kulipa, huwezi kulipa, basi tukabidhi uwanja wa ndege. Pole pole tu. Huwezi kulipa, na ndio maana lazima tuamke. Lazima tufanye nini? Tuamke. Katika ulimwengu wa sasa, nchi nyingi za Afrika zimekuwa zikikopa mikopo mikubwa kutoka katika taasisi za kifedha za kimataifa na mataifa yenye nguvu ya kiuchumi duniani kwa lengo la kujenga miundombinu kama vile barabara, madaraja, mabwawa ya umeme pamoja na viwanja vya ndege. Kwa mtazamo wa juu hii inaweza kaonekana kama ni hatua nzuri ya maendeleo, lakini kwa mtazamo wa kina, mikopo hii ni kama mtego wa kiuchumi. Mwandishi na mchumi wa kimataifa John Perkins katika kitabu chake cha Confessions of an Economic Hitman ameeleza ni jinsi gani mfumo wa mikopo hii ya maendeleo unavyofanya kazi kwa ajili ya manufaa ya wakopeshaji badala ya wakopeshwaji. Nchi za Afrika zinapokopa pesa kwa ajili ya miradi mikubwa kama vile barabara na madaraja, fedha hizo ndizo hutumika tena kuwalipa wahandisi wa makampuni ya ujenzi kutoka katika mataifa yaliyotoa mikopo. Kwa mfano, mkopo ukitolewa na China, basi kampuni za ujenzi, wahandisi pamoja na wasambazaji wa vifaa ni lazima watatoka China. Kwa maneno mengine, fedha huwa hazikai moja kwa moja katika uchumi wa Afrika, bali huwa zinarejea tena kwenye mataifa haya yenye nguvu ya kiuchumi. Swali ni je, kuna umuhimu gani wa kuwa na fani za mainjinia vioni kama hatuwaamini vijana ambao wanamaliza vyuo vikuu na kuwapa miradi mikubwa? Au kuna sababu za kutilia shaka katika mfumo wetu wa elimu? Patrick Lumumba aliwahi kusema kwamba nchi nyingi za Afrika ziko kwenye madeni kwa sababu ya utawala wa kikoloni pamoja na uhusiano wao na wakoloni ambao bado unahusiana na mikopo ya kigeni. Alisema, mataifa mengi ya Afrika yaliyorithi mifumo ya kifedha na utawala kutoka kwa wakoloni kama vile Waingereza na Wafaransa yamekuwa yakitegemea sana kodi katika kugharamia huduma muhimu. Hata hivyo, kodi pekee yake haitoshi. Kwa hiyo mataifa mengi hujikuta yakiomba mikopo kutoka IMF na Benki Kuu ya Dunia. Matokeo yake, mataifa haya hujikuta kwenye mzunguko wa mikopo pamoja na umaskini. Hali hii inazifanya nchi nyingi kuwa tegemezi, huku rasilimali zao zikitumiwa na wakopeshaji badala ya kuwanufaisha wao katika kuendeleza uchumi wao. Ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali CAG Charles Kichele ilionyesha kuwa zaidi ya 88% ya wafanyabiashara nchini Tanzania hawajasajiliwa katika kutumia mashine za kutolea risiti za kielektroniki licha ya kuwa na namba za utambulisho wa mlipa kodi. Ripoti hiyo iliyowasilishwa bungeni tarehe 16 Aprili 2025 ilionyesha kuwa kati ya wafanyabiashara milioni 2 waliokuwa na TIN hadi kufikia Julai 2024 ni wafanyabiashara 200,000 pekee ambao walikuwa wamesajiliwa kutumia mashine za EFD. Swali ni je, idadi hii ndogo ya
wafanyabiashara waliosajiliwa kutumia mashine za EFD ndio sababu kuu ya kushuka kwa mapato ya nchi hii? Kwa nini nchi kama Burkina Faso imeweza kukataa mikopo kutoka Ulaya lakini bado inaendelea kujijenga? Ni kitu gani tofauti wanachokifanya? Rais wa Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore, baada ya kuingia madarakani, alichukua hatua kadhaa katika kupunguza matumizi ya serikali na kuimarisha usawa wa kiuchumi nchini humo. Miongoni mwa hatua hizo ni pamoja na kupunguza mishahara ya wanasiasa. Traore alitangaza kupunguzwa kwa mishahara ya mawaziri na viongozi wa kisiasa kwa 30%. Hatua hii ililenga kupunguza matumizi ya serikali na kuonyesha uwajibikaji wa viongozi katika kushiriki mzigo wa kiuchumi wa taifa. Hatua ya pili, aliongeza mishahara ya watumishi wa umma kwa 50%. Hatua ya tatu, Rais Traore alikataa kupokea mshahara wa rais na badala yake aliamua kuendelea kupokea mshahara wake kama kapteni wa jeshi. Hatua hii ilionyesha dhamira yake ya kuweka maslahi ya taifa mbele kuliko maslahi binafsi, jambo ambalo ni tofauti kabisa kwa viongozi wengine barani Afrika. Ni nini athari ya mikopo hii barani Afrika? Nchi nyingi barani Afrika zinakutana na hali ya madeni makubwa sana ambayo yanahitaji kulipwa kwa muda mrefu. Kwa kuwa miradi mingi ya miundombinu huwa haiwezi kuzalisha mapato ya moja kwa moja kwa haraka, nchi nyingi hujikuta zikiingia kwenye mzunguko wa mikopo mingine ili kulipa madeni ya awali. Hali hii ndiyo huzalisha mzigo wa madeni usiokuwa na mwisho. Miongoni mwa hasara za mikopo hii ni kuendelea kuwa tegemezi. Badala ya kujitegemea kiuchumi, nchi nyingi za Afrika huwa zinabaki kutegemea mikopo ya kigeni. Hasara ya pili ni kupotea kwa uhuru wa kiuchumi na kisiasa. IMF and World Bank are economic enslavers. What they are designed to do is to ensure that we are in a perpetual state of debt. You can never get out of IMF and Bretton Woods institutions generally because they want to ensure that they control your economy, and when they control your economy, they control your politics. That as long as we are dependent on IMF and World Bank, our economies are simply going to be shadow economies of the American economy. Nchi nyingi zinaposhindwa kulipa madeni yao kwa wakati, huwa zinashinikizwa kufanya maamuzi ambayo yanawanufaisha wakopeshaji, jambo ambalo linapunguza uhuru wa nchi hizi katika kujiendeleza kimaendeleo. Nini ushauri wako kwa serikali? Mimi ni James Atilio, mtaalamu wa masuala ya uchumi, sera na mipango.